Bwana Yesu Kristo nasifiwe. Mtazamaji wangu, ninakusalimu mahala pote pale ulipo. Hii ni sauti ya Pastor Kiabashasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ninakusalimu popote pale ulipo. Leo tunaendelea na kipindi chetu ambacho kinaitwa Ijue Kweli na hiyo kweli kuweke huru. Kwenye kipindi chetu cha leo tutakuwa na mada ambayo inahusiana na kwamba Ukristo ndio dini ya kale ya manabii. Mada yetu ya leo kwenye kipindi chetu cha Ijue Kweli na hiyo kweli kuweke huru inasema Ukristo ndio dini ya kale ya manabii. Ukristo ndio dini ya kale ya manabii. Na kwa nini tunafundisha somo hili? Ni kwa sababu kumekuwa na upotoshaji mwingi sana kutoka upande wa wapinzani wa Ukristo, kwa maana jamii ya Waislamu. Wao wamekuwa nadai kwamba Ukristo ni imani iliyoanzishwa na Mtume Paulo, wakitoa maandiko kadha wa kadha ambayo hata maana yake hawajui. Na lengo lao ni kudogesha Ukristo, wanaubagaza Ukristo na kubananga Ukristo kwamba ni imani ambayo ya uongo, ya uzushi, iliyoanzishwa na Mtume Paulo, na wakidai kwamba Paulo wala hakuwa mtume wa Yesu. Haya ni madai ambayo yanatolewa na ndugu zetu katika Adamu ambao ni Waislamu. Kwa hiyo baada ya kuwa madai yanatolewa hayo, na unajua mara nyingi mtu anapokuwa hata maisha ya kawaida, anapokuwa anatoa madai juu yako, hayo ni mazuri, hasa madai mabaya, usipotolea maelezo na ufafanuzi itaonekana kwamba madai yake ni ya kweli. Na ili utoe maelezo na ufafanuzi lazima utumie njia ile aliyoitumia yule mtu ili ufahamishe jamii. Kwa hivyo kwa kuwa wanatumia mtandao wa kijamii kujaribu kutoa madai haya kwamba Ukristo ni imani ambayo ilianzishwa na Mtume Paulo, wala si imani ambayo Yesu anaijua kabisa, na wakidai kwamba Uislamu ndio imani ambayo ni ya manabii aliyokuja kuendeleza Nabii Muhammad. Sasa haya madai hayana ukweli wa aina yoyote. Sasa kwa neema ya Mungu tutafafanua hizo shutuma na kujibu na kudhihirisha ukweli kwamba Ukristo ndio dini ya kale ya manabii ambayo imekuja kutimilizwa katika Kristo Yesu. Tunaposoma kwenye Biblia kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 3 na ule mstari wa 10, na Petro wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wake wa 15, maandiko matakatifu yanatuambia muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa heshima. Lakini kwa upole na kwa heshima. Kwa hivyo kwa sababu Waislamu wamekuwa wanajaribu kutuuliza na kutoa shutuma kwamba Ukristo ni imani ambayo imeanzishwa na Mtume Paulo wala Yesu haijui, na wakidai kwamba Uislamu ndio imani ya manabii ambayo walikuja manabii kuitimiza. Sasa hizi shutuma hazina ukweli wa aina yoyote, na madai ya Waislamu ni ya uongo ya kusema kwamba Ukristo ni imani aliyoanzisha Mtume Paulo. Si kweli. Ukristo ni imani ya manabii toka kale ambao ndio walioanzisha hiyo imani toka Agano la Kale. Kwa hiyo Ukristo sio imani iliyoanzishwa na Mtume Paulo, bali Ukristo ni imani ambayo ilianzia toka Agano la Kale. Ila kwenye Agano la Kale Ukristo ulikuwa uitwi kwa maana ya Ukristo kama ilivyo leo. Tutaweza kuangalia kwenye Agano la Kale Ukristo ulikuwa unaitwaje, na kwenye Agano Jipya unaitwa Ukristo ilianza anzaje. Kwa hiyo Ukristo sio imani mpya, na wala Yesu alipokuja wala hakuja kuendeleza imani mpya, bali Yesu Kristo alikuja kuendeleza imani ile ile ambayo ni imani ya Ukristo. Kwa maana lakini kwenye Agano la Kale ilikuwa ijulikani kama Ukristo. Nitafafanulia ilikuwa inajulikanaje. Kwenye Agano la Kale imani hii ambayo leo tunasema ni ya Kristo ilikuwa inajulikana kama imani inaitwa njia ya Bwana, au inaitwa imani ya Mungu mmoja, au ilikuwa inaitwa imani ya agano baina ya Yahweh na Israel. Hivi ndivyo ilivyokuwa inaitwa. Imani ya Kikristo kwenye Agano la Kale ilikuwa inaitwa Ukristo, bali ilikuwa inaitwa njia ya Bwana, au ilikuwa inaitwa imani ya Mungu mmoja Yahweh, au ilikuwa inaitwa imani ya Mungu wa agano wa Israel. Ilikuwa inaitwa hivyo. Sasa tutatoa ushahidi wa maandiko dakika chache. Kwa hiyo mtu asiwe na shaka kwamba Ukristo ni dini mpya iliyohubiriwa na wanadamu, bali ni ukamilisho wa mpango wa Mungu uliotangazwa tangu mwanzo. Ukristo ni mwendelezo wa dini ya Mungu ulioanza tangu Agano la Kale, kwa sasa ikitimia katika Agano Jipya kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo Kristo ni imani ya tangu manabii wa kale
ambayo kwa sasa imani hiyo inatimilizwa katika Yesu Kristo, ama ilitimilizwa katika Yesu Kristo. Ni katika Ukristo pekee tunapata udhibitisho wa uwepo wa Mungu aliye hai kupitia nguvu na kazi ya Roho Mtakatifu. Ni katika imani ya Ukristo pekee ambako tunapata udhihirisho wa uwepo wa Mungu kupitia utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kanisa na waliomwamini Yesu. Watu wanaponywa, watu wanafunguliwa, Roho Mtakatifu anaongea na watu, Roho Mtakatifu anawaongoza watu. Ni katika imani pekee ya Kikristo ambayo zamani kwenye Agano la Kale wakati wa manabii ilikuwa inaitwa njia ya Bwana, ama ilikuwa inaitwa imani ya agano, ama imani ya Mungu mmoja Yawe, imani katika Mungu wa Israeli. Ilikuwa inajulikana hivyo. Dini ya Ukristo ni utimilifu wa agano la Mungu wa Israeli. Ilianza na Abraham, kisha Musa na manabii, kutoka kwenye Torati hadi manabii. Kwa hiyo imani ya Kristo ilianza toka wakati wa Nabii Ibrahim, kwa maana manabii wote hao walikuwa ni wa Kristo, na nitatoa udhibitisho wa maandiko kwamba walikuwa ni wa Kristo, ila kipindi hicho hawakuitwa wa Kristo. Walikuwa wanaitwa ni watu wa Mungu, walikuwa ni watu wanaitwa watu wa njia ya Bwana, au watu wa imani ya agano, au watu wa imani ya Mungu mmoja Yawe katika Israeli. Hiyo ndio ilikuwa imani hii ya Kristo, ilikuwa inaitwa hivyo kwenye Agano la Kale. Kwa Yesu alipokuja, hakuja kuanzisha imani mpya, alikuja kuuisha imani ile ile ambayo leo inaitwa Ukristo, kwa sababu inaongozwa na Kristo, ambayo kwenye Agano la Kale Kristo alijifunua kwa njia tofauti tofauti. Tuangalia maandiko. Kwa hiyo dini ya Ukristo, kwa hiyo Ukristo sio dini mpya iliyotumwa na Paulo, bali ni utimilifu wa mpango wa Mungu ulioanza na Musa na manabii na ukatimilika katika Yesu Kristo. Kwa madai ya Waislamu kwamba Ukristo ulianzishwa na Paulo mtume ni ya uongo, hayana ukweli, hayana yote. Ni sio dini mpya iliyotumwa na Paulo, bali ni mpango wa Mungu ulioanza na Musa na manabii, ukaja kutimilizwa na kumalizwa na kuhuishwa katika Yesu Kristo. Kwa hiyo Biblia inaonyesha hatua mbili kuu za ufunuo wa Mungu. Tutaangalia hatua kuu mbili za ufunuo wa Mungu, na ndipo utakuja kujua vizuri, mtazamaji wangu, kwamba imani ya Kristo ama Ukristo ulikuwepo toka enzi za manabii wa kale akina Ibrahim. Utaelewa tu, maandiko mengi nitatoa hapa, nitafanua na yatathibitisha hilo. Sehemu ya kwanza, kuna sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kupitia taifa la Israeli katika Agano la Kale, jinsi Mungu alivyojifunua kupitia taifa la Israeli katika Agano la Kale. Mungu alijifunua kupitia taifa la Israeli kwenye Agano la Kale, lakini pia kupitia Yesu Kristo katika Agano Jipya. Tutaangalia jinsi gani Mungu alivyojifunua kupitia Yesu Kristo kwenye Agano Jipya, na imani hii ilikuwa inaitwa kwa lugha tofauti kulingana mazingira na maeneo ambako ilikuwa wakati huo. Sasa tuangalie sehemu ya kwanza. Ili somo lina sehemu 7. Sehemu ya kwanza tuangalie ufunuo wa Mungu katika Agano la Kale. Mungu alivyojifunua nafsi yake kwa Israeli na Agano Jipya. Tuangalia hapo. Sasa sehemu ya kwanza Mungu alimchagua Ibrahimu na uzao wake ili kupitia wao mataifa yote ya dunia wabarikiwe. Mwanzo 12:1-3. Mungu anamwambia Ibrahimu, kupitia wewe mataifa yote ya ulimwengu watabarikiwa. Mungu anamwambia Ibrahimu. Hebu nisome kitabu cha Mwanzo ile sura yake ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Uone sasa Mungu alivyojifunua kwa taifa la Israeli kupitia manabii wake mbalimbali. Tuone kuanzia kwa Ibrahimu ndipo alipoanza kujifunua vizuri tu. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba yako baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hivyo muona Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kupitia Ibrahimu jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hivyo tunaweza kuona Mungu anajifunua kupitia nabii Ibrahimu, ambaye kupitia yeye ndipo ilikuja kupatikana taifa la Israeli. Kwa Mungu alienda kujifunua kupitia kwa nabii Ibrahimu, na akampa ahadi kwamba kupitia yeye mataifa yote watabarikiwa. Na huyu kimsingi kwenye record tunamuona Ibrahimu naye alikuwa ni Mkristo. Nitathibitisha hayo muda si mrefu kwa maandiko kabisa. Ibrahimu alikuwa ni, yani manabii wote, Ibrahimu, Musa na Daudi, Yeremia, kina Isaya, Daniel
na manabii wote ambao unawajua manabii wa kweli waliokuwa kwenye Agano la Kale walikuwa ni Wakristo hawa. Mungu alijifunua kwa Israeli kupitia sheria iliyotolewa kwa mkono wa Musa. Soma ile kitabu cha Kutoka sura ya 19 hadi ile sura ya 12. Hivyo Israeli walikuwa chombo cha mpango wa Mungu. Hivyo Israeli walikuwa ni chombo cha mpango wa Mungu. Israeli walikuwa ni chombo cha mpango wa Mungu ambacho amekiandaa, ule mpango aliokusudia, aliokuwa ameongelea kwenye kitabu cha Mwanzo 3:15. Mungu aliamua ndaye chombo, kupitia chombo hicho aweze kutimiza ule mpango wake. Chombo hicho ilikuwa ni taifa la Israeli. Naona mkakati wa Mungu sasa aliyoahidi kuleta ukombozi, kumkomboa mwanadamu tena kumrejesha kwake, anaanzia kwa Ibrahimu. Sasa Mungu alijifunua kwa Israeli baada ya Ibrahimu kupita. Waisraeli wakaongezeka, wakatoka Misri, wakaenda nchi ya ahadi. Ndipo Mungu kwa mara nyingine tena alijifunua kwa Israeli kupitia sheria iliyotolewa kwa mkono wa Musa, ili ionyeshe tabia ya Mungu, yani utakatifu wake na upendo. Kwa Mungu alijifunua tena katika taifa la Israeli kupitia sheria. Kisoma ile kitabu cha Kutoka kuanzia sura ile ya 19 hadi ya 20. Hasa ukianza sura ya 17 ile hadi sura ya 20 utaona jinsi gani Mungu alivyojifunua tena, na akiwakumbusha kwamba niliahidi mambo haya kuyafanya kupitia kwa Ibrahimu. Akajifunua tena kupitia sheria, ambazo zile sheria, kanuni na amri ambazo Mungu aliziweka zilidhihirisha upendo wa Mungu, haki yake na utakatifu wake na ukuu wake. Mungu alijidhihirisha tena kupitia Israeli kama chombo chake cha mpango mkamilifu wa kuleta ukombozi katika ulimwengu. Sheria pia ilifunua kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi, hawezi kujiokoa mwenyewe. Kisoma ile Rumi 3:20 kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi, hivyo hawezi kujiokoa mwenyewe, anahitaji kuokolewa. Kwa hiyo Mungu aliandaa mpango ule kupitia taifa la Israeli. Yote haya, ibada na sadaka. Unaposoma kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16 hadi 17, maana ile mwanzo ile Kutoka 19 hadi 20, hasa kuanzia sura ya 17 hadi 20 kitabu cha Kutoka, ilielezea zile amri 10. Sasa unapokuja kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 17 ya 17, ni sura ambazo zinaelezea ibada na sadaka, yani kanuni za ibada, kanuni za mtu akiwa ametenda dhambi anahitaji msamaha kwa Mungu afanye nini, kanuni za namna ya kumwabudu Mungu, kanuni za kumwendea Mungu, kanuni za usafi wa kiroho na kimwili, zote na namna gani sadaka zitolewe kulingana na dhambi mtu aliyoitenda, unazipata kwenye Mambo ya Walawi sura ya 16. Ukianza sura ya 15 hadi 17 unapata kwa kina kabisa hizo ibada sadaka. Kama namtolea Mungu sadaka ile aina gani, uitoe vipi, hiyo unaipata kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi kuanzia sura ya 15 hadi sura ya 17, unapata habari kwa ukamilifu kabisa. Sasa yote haya yalielekeza mbele kwa Agano Jipya litakalokuja kupitia Masihi. Haya yote yalielekeza baadaye kwenye Agano Jipya. Kusoma Yeremia 31:34, Mungu anasema siku zinakuja ambapo nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Maana agano la kale Mungu alikuwa amelifanya ilikuwa ni kama agano la muda tu. Agano la muda lakini ambalo lilikuwa ni kivuli cha Yesu. Kwa hiyo lakini wale wote baada ya kuwa sheria na amri na kanuni, hawa tayari walikuwa wanaifuata njia ya Mungu. Maana baada ya kufuata zile sheria na amri, wakawa tayari wanaifuata njia ya Mungu ambao ni wana wa Israeli. Ambayo njia hiyo ilikuwa ni Ukristo, lakini kipindi hicho haikuitwa Ukristo. Iliitwa njia ya Bwana, ama iliitwa imani ya agano ya Mungu mmoja Yawe, ama iliitwa imani ya agano la Musa pale mlima Sinai. Sasa kwa hiyo agano la kale ni hatua ya maandalizi. Mungu aliwafundisha Israeli akiwatengeneza kwa mfano wa ufunuo wake, na kupitia kwao akapanga kuleta mwokozi kwa dunia nzima. Kwa hiyo agano la kale ilikuwa ni maandalizi ya kuja kumleta Yesu kwa ajili ya kuleta wokovu kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ilikuwa ni maandalizi tu ya Yesu kuja. Lakini wakati wa imani sasa, yani Yesu aje kuikamilisha hiyo imani, ilikuwa ni maandalizi ya Yesu kuja kuikamilisha, yani kuifunga kabisa. Maana imani ya Ukristo ambayo ilianzia toka manabii ya kina Ibrahimu ilikuja kukamilishwa na Yesu. Yani kama ni nyumba, maana yake wale wa manabii wa kale walijenga kuanzia tuseme kwenye msingi ule, wakainua foundation. Sasa alikuja kufunga linda na kuwezeka kabisa ule msingi, kuupiga zege nzito, alikuwa ni Yesu. Alikuwa kuitimiliza na kuifunga mazima ile imani ya Kristo, kwamba baada ya mimi sasa hakuna imani nyingine ambayo inaweza mtu kuifuata akaendea uzima milele isipokuwa imani ya Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo hivyo hata hivyo hizo zote zilikuwa kivuli
cha kile ambacho Yesu angekuja kufanya. Soma Ibrania sura ya 10 hadi mstari wa 1 hadi wa 3. Imeeleza zile ibada, zile sadaka ambazo zilitolewa za wanyama, mtu asamehe dhambi, zilikuwa ni kivuli cha Yesu, mambo ambayo atakuja kuyafanya. Sasa kwenye Agano la Kale tunaona ahadi ya kuja Yesu. Kisoma ile 53 Isaya na Mika 5:2 hadi 4, ahadi ya kuja kwa Yesu ambaye sasa anakuja kuikamilisha, kuifunga mazima imani ya Kikristo. Na kwa hiyo Agano la Kale ni historia ya Mungu akijifunua kwa taifa moja, Israeli, kama hatua ya kwanza ya mpango wa wokovu. Kwa hiyo Agano la Kale ilikuwa ni kama vile mpango wa Mungu wa kujifunua kwa taifa moja, kama mpango wa maandalizi ya wokovu kwa dunia nzima. Mungu alijifunua, akawapa sheria, amri, kanuni za kuzifuata. Sasa alipowapa sheria, amri na kanuni, hizo sheria na kanuni ndio zikafanya sasa wawe na imani katika Mungu mmoja, ambayo imani ni Ukristo. Ila kipindi hicho haikujulikana kama Ukristo. Neno Ukristo lilikuja baada ya Kristo kuja, kwa sababu linatokana na kumfuata Kristo. Ndio maana imani hiyo ilikuwa inaitwa imani ya Mungu mmoja, ama imani ya agano la Musa pale mlima Sinai. Ama ilikuwa inaitwa kipindi cha Nabii Ibrahimu iliitwa njia ya Bwana, kipindi cha Daudi pia iliitwa njia ya Bwana. Lakini Agano Jipya ndio inaitwa Ukristo. Tutaangalia ushahidi wa maandiko muda si mrefu. Ninaanza kukupa msingi, maana akirukia juu hutonielewa, na wale Waislamu wanaweza kuleta ubishi ambao hauna miguu wala kichwa. Sasa kwa hiyo Agano la Kale, sehemu ya pili tuangalie sasa. Tumeshaona sehemu ya kwanza ni Mungu ajifunua kupitia Israeli na Ukristo, lakini kipindi hicho Ukristo huo haukujulikana kama Ukristo, bali uliitwa njia ya Bwana, uliitwa imani ya agano la Mungu mmoja Yawe, iliitwa imani ya agano la mlima Sinai. Iliitwa hivyo kwenye Agano la Kale. Ikaja kuitwa Kristo. Taangalia kwa nini iliitwa Kristo kwenye Agano Jipya isiendelee kuitwa majina ya Agano la Kale, tutaangalia baadaye. Sehemu ya pili sasa tunaangalia jinsi ambavyo Mungu anajifunua duniani kupitia Yesu Kristo. Soma ile Kolosai 2:2. Hebu nisome Kolosai 2:2 hadi 3. Tunavyosema kwamba Mungu sasa anajifunua dunia nzima. Alijifunua kupitia Israeli peke yake, lakini sasa Mungu anajifunua kwa dunia nzima kupitia Yesu Kristo. Hebu tuangalie ile Kolosai 2:2 nasemaje. Inasema ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimestirika. Yaani wapate kujua na kufahamu kwa hakika, wapate kujua siri ya Mungu, yaani Kristo, ambaye yeye maarifa yote na kila kitu kimestirika katika Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anajifunua sasa kwa ulimwengu mzima kupitia Yesu Kristo. Kipindi cha Agano la Kale alijifunua kupitia taifa la Israeli pekee kama chombo chake cha maandalizi ya kuja kuleta ukombozi kamili, na kujifunua rasmi kwa ulimwengu mzima kupitia Yesu Kristo. Soma Yeremia 31:31, anasema Mungu ana siku zinakuja, nitafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, na si kama agano la mwanzo ambalo nilifanya na wao wakalivunja. Nitafanya agano jipya ambalo kupitia hilo ulimwengu mzima utabarikiwa, kama alivyokuwa ameahidi kwa Ibrahimu, ambalo agano hilo sasa la ulimwengu mzima ni kupitia Yesu Kristo. Agano la kwanza alifanya na wana wa Israeli kupitia Musa. Agano la kwanza ambalo na Agano la Kale Mungu alifanya na wana wa Israeli peke yao kupitia Musa, ambaye alikuwa Musa kimsingi alikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Kimsingi Nabii Musa alikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Sasa tunaona Mungu anaamua kufanya agano jipya ambalo agano hilo analifanya na ulimwengu mzima sasa kupitia Yesu Kristo. Soma ile Luka 2:22, Yesu akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Hata ile Mathayo 26:26-28, Yesu anasema kunyweni hiki kikombe cha damu yangu ambayo itamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za ulimwengu. Damu yangu ambayo itamwagika kwa ajili, ni damu yangu ya agano ambayo itamwagika kwa ajili ya ondoleo la ulimwengu. Hebu nisome ile andiko la Mathayo sura ile 26. Hebu nisome Mathayo sura 26 tuone Yesu ambaye sasa ni agano la ulimwengu mzima. Nasema napo alipokuwa kila, Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema, toaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema, kunyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu
ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu anasema hii ni damu yangu ya agano. Kwa hiyo Mungu anajifunua, tuliona Mungu alijifunua kwa Israeli kupitia agano la Musa pale mlima Sinai, na agano lilifanywa kwa kuchinja mnyama, agano damu na damu ikanyunyiziwa kwa wana wa Israeli wote. Lakini sasa agano jipya, Mungu anafanya agano jipya na ulimwengu mzima kupitia Yesu Kristo, na Yesu anathibitisha hilo kwamba damu yake hii ambayo ni agano ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi za watu wengi, kwa maana ulimwengu mzima. Lakini pia Yesu akuleta dini mpya, bali alitimiza ahadi ya agano jipya iliyotangazwa dunia nzima kupitia Israeli. Mungu alivyofunua nafsi yake kwa ulimwengu katika agano jipya kupitia Yesu Kristo. Yaani Yesu alikuwa na dini mpya. Maana yake alikuja kufunua, alitimiza ahadi ya agano jipya iliyotangazwa kwenye agano la kale kupitia Israeli. Yesu hakuja na dini mpya. Yesu alikuja na dini ile ya manabii, ambayo dini hiyo inaitwa Ukristo, inaitwa Ukristo nyakati hizi. Lakini enzi za manabii akina Ibrahimu, akina Musa, akina Daudi, ilikuwa Ukristo, iliitwa njia ya Bwana, ama iliitwa njia ya imani katika Mungu mmoja. Baadaye nitakuwa maandiko na ushahidi hayo yanayosema kwamba je, ni kweli? Maana Waislamu mara nyingi hupenda ushahidi wa maandiko, na hilo ni jambo zuri. Nitatoa maandiko pia na ufanuzi wake uweze kuelewa. Yesu mwenyewe anasema maandiko yananishuhudia. Yohana 5:39, Yesu anasema maandiko yananishuhudia mimi, yanaeleza juu yangu kwamba nitakuja kufanya agano jipya na ulimwengu mzima kupitia damu yangu ambayo itamwagika pale msalabani. Kwa Yesu kama neno la Mungu, Yohana 1:14, Yesu ni neno la Mungu ambalo lilifanyika mwili. Yesu sio nabii tu, Yesu zaidi ya nabii. Yesu hakuwa nabii tu kawaida, alikuwa zaidi ya nabii ambaye alikuja kufanya agano jipya na ulimwengu mzima, akaja kuuisha. Yesu alikuja kuuisha. Kuuisha ni kuwezesha, kuinua, kuweka uhai na uzima mpya katika dini ile ya manabii, ambao kimsingi wana wa Israeli walikuwa wamepotoka, wamerudi nyuma, wameanguka kiroho. Yesu akaja kuuisha, kuiendeleza, kuitia nguvu upya dini ile ile. Yesu akaiendeleza dini ya manabii. Yesu akaja na dini mpya, dini ya manabii, ambayo wakati ilikuwa inaitwa kama dini katika Mungu mmoja, au ilikuwa inaitwa njia ya Bwana, au ilikuwa inaitwa imani ya agano katika Mungu mmoja kupitia nabii Musa, ama imani ya Mungu kupitia agano la Musa. Yesu utimilifu wa sheria na manabii. Yesu alikuja si kubatilisha, bali kutimiza yote yaliyosemwa katika agano la kale. Kusoma ile Mathayo 5:17, Yesu anasema sikuja kutangulia watu wa manabii, bali nimekuja kutimiliza. Yesu akasema yodi moja wala nukta moja ya Torati wala manabii itaondoka hata yote yatimie. Kwa unaona sasa, tunaanza kupata picha. Yesu hakuja kutangulia ili kuleta imani mpya au kuleta mtazamo mpya. Amekuja kutimiliza yale yaliyonenwa na manabii juu yake, kwamba hata Musa aliwaambia wana wa Israeli kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura 18 kuanzia mstari wa 15 hadi 18. Aliwaambia atakuja nabii mfano wangu. Kimsingi alikuwa ni Yesu. Anawaambia msikilizeni yeye. Manake sasa anakuja kutimiliza, atakuja kuuisha, kuinua upya imani ya manabii, ambayo imani hiyo ndio Ukristo leo. Lakini zamani ilikuwa itu Ukristo, iliitwa njia ya Bwana, au iliitwa imani ya agano katika Mungu mmoja, ama imani ya agano katika mlima Sinai, iliitwa hivyo. Sasa mafundisho ya umoja ya moja kwa moja, Yesu alikuwa kivuli katika Torati, yalipata utimilifu wake kwa Yesu. Yesu yote alikuwa kivuli katika Torati, yalipata utimilifu wake kwa Yesu. Sadaka, ukuhani na hekalu, yani yale mambo yote yaliyofanywa kwenye agano la kale yalikuwa ni kivuli tu, yani ilikuwa ni copy, original ilikuwa ni Yesu. Kama vile ukuhani, sadaka zile za kutoa wanyama, makafara wanyama, habari ya hekalu, yote ilikuwa ni kivuli, yalikuja kutimilizwa katika Yesu Kristo. Kuhani mkuu leo ni Yesu, alafu kuhani mkuu ni Yesu, lakini pia atuchinji tena wanyama kwa ajili ya kumwaga damu ili kupata msamaha wa dhambi na kujitakasa. Yesu alishamwaga damu yake ambayo inakuwa ni ukombozi kwa ulimwengu mzima, alishamaliza Yesu. Lakini pia Yesu sisi aligeuza hekalu la Mungu leo, sio majengo yanayojengwa kwa tofali na mabati. Hekalu ambalo Mungu anakaa leo ni mili wale watu wanaomwamini Yesu kama mwokozi wetu. Mili yetu ndio hekalu la Mungu ambalo Mungu anakaa sasa, sio tena majengo yanayojengwa na miti na matofali.
au na bati. Hapana, ni miili yetu ndio Mungu anakaa sasa. Kwa hiyo kifo na ufufuo, mateso, kifo na ufufuo, huo ndio kilele cha ufunuo katika msalaba. Yaani Yesu alipokufa, alipoteswa, akauawa, akazikwa, akafuka, ilikuwa ndio kilele sasa cha utimilifu wa agano jipya ambalo Yesu alikuja kulianzisha. Kusoma Rumi 8:5. Agano jipya kwa mataifa yote. Yesu alifanya agano jipya kwa mataifa yote. Baada ya kuteswa, kufa na kufuka, Yesu akafanya agano jipya kwa mataifa yote. Sasa tuangalie Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba jamani, agano la kale Mungu alifanya agano na taifa moja la Israeli, akajifunua kwao kama chombo cha maandalizi ili mimi nitakapokuwa nimekuja sasa na kuja ukamilisha, Mungu anafanya agano jipya rasmi, mkataba mpya na dunia nzima kupitia Yesu Kristo. Ndio Yesu aliwaagiza kwenye Mathayo 28:19, akawaambia aende mkahubiri injili kwa viumbe vyote, kwa watu wote duniani. Sehemu ya tatu ya ili somo letu tunaangalia muunganiko wa agano la kale, tunaangalia muunganiko wa agano la kale na agano jipya. Muunganiko wa hatua hizi mbili, yani agano la kale na agano jipya. Mungu hakuanza na Yesu ghafla, kwamba ilikuwa Yesu ghafla tu ametokea. Hapana, yalikuwa ni maandalizi tangu kitabu cha Mwanzo sura ya 3, baada ya lile anguko, tayari mpango wa Mungu wa kuleta ukombozi ulianza kuandaliwa pale. Sasa Israeli walikuwa kioo cha mpango wa Mungu, na Yesu ndiye utimilifu na ukamilifu wa ufunuo huo. Israeli walikuwa ni kioo na mpango wa Mungu, na Yesu ndiye utimilifu huo, kulikamilika kabisa. Ndio maana tunasema agano la kale Mungu alijifunua kwa Israeli kupitia historia, sheria, manabii na ahadi, lakini agano jipya Mungu amejifunua kwa ulimwengu wote kupitia Yesu Kristo. Neno alifanyika mwili. Mungu afanya agano jipya na ulimwengu mzima kupitia Yesu Kristo. Kwa ufupi ni kwamba Ukristo ni dini ya Mungu kwa sababu haikutokana na fikra za mwanadamu, bali matokeo ya Mungu mwenyewe kujitambulisha kwa wanadamu, kwanza kupitia Israeli, agano la kale, na mwisho kabisa kwa njia kamili kupitia Yesu Kristo. Ukristo, dini ya Kristo ama ibada ya Kristo kutokana na fikra za wanadamu kama ilivyo Uislamu. Uislamu ni fikra na mawazo ya Muhammad, huko Ubudha ni fikra na mawazo ya watu, lakini Ukristo haikuwa fikra na mawazo ya watu, bali kwa ni mpango wa Mungu mkamilifu ambao ulianza kwenye agano la kale na manabii kina Ibrahimu, kina Musa, ukaja kutimia kwenye agano jipya kupitia Yesu Kristo, huo mkakati wa Mungu. Sehemu ya 4 ya somo hili ni agano la kale. Tuangalie kwenye agano la kale lilitaja dini ya Mungu, yani agano la kale sasa ndio naanza kukupa, nimekuambia naenda kwa mtiririko, sasa ndio nakupa ushahidi kwamba tuangalie kwenye agano la kale Ukristo uliitwaje. Je, katika agano la kale, katika agano la kale Ukristo uliitwaje? Katika agano la kale dini ya Mungu haikuitwa kwa jina la Ukristo moja kwa moja, kwa sababu jina hilo linahusiana moja kwa moja na Kristo. Yesu alikuja katika agano jipya, ndio kazaliwa neno Kristo. Jinsi ilivyotambulika sasa dini ya Ukristo kwenye agano la kale, haikuitwa Ukristo bali njia ya Bwana. Tukisoma ile Mwanzo 18:19, hebu nisome Mwanzo 18:19. Ilitambulika dini ya Ukristo kwenye agano la kale, ilitambulika kama njia ya Bwana. Kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 18 mstari wa 19. Hebu tusome. Nasema hivi, ikiwa Abrahamu atakuwa taifa kuu, huyu ni Mungu anasema, Bwana akasema, je, nimfiche Abrahamu jambo ambalo nataka kulifanya? Ikiwa Abrahamu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa maana nimemchagua ili awaamuru wanawe na vizazi vyake baada yake wadumishe njia ya Bwana kwa kuwa wenye haki na kweli, ili Bwanaye akamtimizia Abrahamu ahadi zake. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahimu na Mungu anamwambia baada ya Ibrahimu kuifuata njia ya Bwana, na hata ataamuru wanawe, kizazi chake ambao ni wana wa Israeli, waifuate njia ya Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba zamani Ukristo ulikuwa uitwa Ukristo, ulikuwa unaitwa njia ya Bwana. Na kwenye agano jipya ile iliendelea kidogo, tutakuja kuangalia baadaye. Wanafunzi wa Yesu mwanzoni walikuwa wanaitwa watu wa Bwana au watu wa njia ile. Walikuwa wanaitwa ni watu wa Bwana au watu wa njia ile. Ndivyo walivyokuwa wanaitwa Kristo wa mwanzo kabisa. Walikuwa wanaitwa ni watu wa Bwana au watu wa njia ile. Kwa hiyo tunaona kumbe
Hii njia ile njia nani? Hii njia ni njia ya Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba ilikuwa inaitwa njia ya Bwana. Lakini hata kwenye Zaburi tukisoma hiyo 25:8-10 na inaelezea vile vile kwamba waongoze katika hiyo Zaburi 25. Hebu tuisome, nasema hivi mstari wa 8 hadi wa 10. Inasema, Bwana yu mwema mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika haki, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa washikao agano lake na shuhuda zake. Umeona hiyo? Na maandiko baada yanasema kwamba Bwana ataongoza njia. Kwa hiyo tunaona Ukristo kwenye agano la kale ulikuwa hauitwi Ukristo, bali ulikuwa unaitwa njia ya Bwana. Israeli waliitwa watu wa Mungu. Israeli waliitwa watu wa Mungu au watu wa agano kwa sababu walikuwa katika agano la Mungu kupitia Musa. Haikuitwa dini kama tunavyoita neno leo, bali ilikuwa ni imani katika Mungu wa Israeli, yani Mungu mmoja Yahweh. Kwa kipindi kile ilikuwa kama neno tunavyosema dini leo, maana neno dini ni neno la lugha ya Kiarabu kimsingi ambalo limetokana na neno la lugha ya Kiarabu. Dini ni neno ambalo kimsingi limetokana na lugha ya Kiarabu. Dini ni neno ambalo kimsingi limetokana na neno la Kiarabu ambalo nasema njia. Kwa kipindi kile wao walikuwa wasemi dini, walikuwa wanasema njia. Wakisema neno dini ni neno la lugha ya Kiarabia lenye maana njia. Waarabu wanasema dini, sisi tunasema Waswahili tunasema njia. Wazungu wanasema path ama way. Maana tunatumia neno path. Unaona? Kwa hiyo agano la kale Ukristo uliitwa njia ya Bwana. Tumeona kwa Nabii Ibrahimu, na Israeli waliitwa watu wa Mungu au watu wa agano kwa sababu walikuwa katika agano na Mungu kupitia Musa. Haikuitwa dini kama tunavyotumia neno leo, bali ilikuwa ni imani katika Mungu wa Israeli Yahweh. Ndivyo walivyokuwa wanaita Waisraeli kipindi kile. Sasa hili ndivyo vilivyokuwa kwenye agano la kale. Ukristo au kuitwa Ukristo kwenye agano la kale uliitwa njia ya Bwana, au uliitwa imani katika agano la Musa, au imani katika agano la Mungu mmoja, au imani katika agano la Mungu wa Israeli. Hivi ndivyo vilivyokuwa inaitwa njia. Sehemu ya 5 tuangalie udhibitisho kuwa Ukristo ni dini ya tangu kale ya manabii. Sasa tuendelee kuangalia udhibitisho kwamba Ukristo ni dini ya tangu kale wakati wa manabii. Kwa nini? Mungu ni yule aliyejifunua kwa Israeli, ndio Mungu aliyejifunua kwa kanisa. Yaani Mungu aliyejifunua kwa Israeli ndio Mungu yule aliyejifunua kwa kanisa. Mungu aliyejifunua kwa manabii akina Musa, Daudi, akina Ibrahimu, Yeremia, akina Isaya, akina Daniel, akina Ezekiel, akina Mika, ndio Mungu yule aliyejifunua kwa kanisa. Kwa hiyo Ukristo ni dini ya tangu kale ya manabii kwa sababu Mungu aliyewaongoza manabii akajifunua kwa manabii, ndio Mungu huyo aliyejifunua kwa kanisa. Na ni kwamba manabii wote wale, manabii wa kale wote walikuwa ni Wakristo. Kwa nini? Hebu tuangalie maandiko tudhibitishie. Tuangalie kwanza andiko la Petro wa kwanza 1:10. Manabii wote wa kale walikuwa ni Wakristo. Ila kipindi kile walikuwa watu wa Kristo, walikuwa watu ni watu wa Mungu, watu wa Bwana, watu wa njia ile, watu wa agano, waliitwa hivyo kipindi cha agano la kale. Lakini wale walikuwa ni Wakristo kimsingi. Kwa nini? Maandiko yanaweka wazi kwamba walikuwa ni Wakristo. Petro wa kwanza ile sura ya kwanza mstari ule wa 10 tuone hadi wa 11. Nasema hivi, kuhusu wokovu huo manabii ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia ninyi walichunguza sana, wakatafuta na wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Kumbe tunaona manabii wote waliokuwa wanaandika habari za Mungu, wanatoa unabii, waliongozwa na Roho wa Kristo. Unaposema Roho wa Kristo, maana yake ni Kristo mwenyewe, ndio Yesu mwenyewe. Unaposema Roho ya Juma, ndio Juma mwenyewe. Unaposema Roho ya Mathayo, ndio Mathayo mwenyewe. Kwa Roho wa Kristo ndio Kristo mwenyewe, Roho ya mtu ndio mtu mwenyewe. Kwa kumbe tunaona manabii wa agano la kale walikuwa wanaongozwa na Yesu Kristo. Bosi wao, kiongozi wao alikuwa ni Yesu Kristo. Mafundisho yote, unabii wote, maandishi yote waliongozwa na Yesu Kristo. Kwa hao walikuwa ni Wakristo. Kwa nini? Walikuwa wanaongozwa na Yesu Kristo, walikuwa ni wafasi wa Yesu Kristo. Na sisi leo tunaitwa Wakristo kwa sababu tunaongozwa na Roho wa Kristo.
tunamfuata Kristo. Kwa sisi ni wa Kristo, ni watu wa Kristo. Kwa hiyo manabii tunaona ushahidi wa kwanza ni huu, kwamba walikuwa ni manabii wote walikuwa ni wa Kristo. Ila zamani zile hawakuitwa Kristo. Tuangalie kwamba ni kweli hao walioongozwa na Roho wa Kristo walikuwa ni kweli manabii walioongozwa na Roho wa Kristo. Hebu tuangalie Ufunuo 19:10. Ufunuo wa Yohana 19:10. Tuone andiko linasemaje. Na inatia muhuri kabisa kwamba kweli manabii hawa waliongozwa na Roho wa Kristo, kwa hivyo walikuwa ni wa Kristo. Tuone Ufunuo 19:10 nasema hivi. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili msujudie, akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa wale manabii walikuwa wanashuhudia watu, wanaonya watu, wanafundisha watu sheria za Mungu, walikuwa wanaongozwa na Roho wa Kristo. Kwa hiyo walikuwa wanaongozwa na Kristo mwenyewe kabla hajavaa mwili, alikuwa anawaongoza. Manabii wa Agano la Kale kwa lugha nyepesi walikuwa na wafuasi wa Kristo, walikuwa na wanafunzi wa Kristo, walikuwa na watu wa Kristo. Kwa manabii wa Agano la Kale walikuwa ni wa Kristo. Hadi maandiko sio maneno yangu yanasema hivyo. Lakini tukisoma ile Rumi 8:9 pia inasemaje? Rumi 8:9 pia inasemaje? Tuone Rumi 8:9 inasema nini? Rumi 8:9 inasema nini? Rumi 8:9 inasema neno yafuatayo. Rumi 8 mstari wa 9 anasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mfuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Yaani mtu yote ambaye hana Roho wa Kristo ndani yake, huyo sio wa Kristo. Na tumeona manabii wote waliongozwa na Kristo, walikuwa na Roho wa Kristo. Kwa hiyo walikuwa ni watu wa Kristo, walikuwa ni watu wake. Andiko limesema yeyote, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Yani sio mfuasi wa Kristo, sio mali yake, sio mtu wa Kristo. Kwa manabii wale wote walikuwa na Roho wa Kristo, waliongozwa na Kristo, walikuwa ni watu wa Kristo, walikuwa ni wafuasi wa Kristo. Hao walikuwa na imani ya Ukristo. Kwa maana manabii akina Ibrahimu, akina Musa, akina Daudi, akina Yeremia, manabii wote wa kale, manabii wa kweli walikuwa ni wa Kristo. Ni maandiko yanathibitisha hilo, yanatia moyo kwamba ni kweli. Kija tunaposoma Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 4, unaeleza manabii hawa waliongozwa na Kristo kabla hajauvaa mwili. Kabla hajauvaa mwili nasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya mbingu, wote wakapita katikati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa chakula kile kile, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana walinywa mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo kumbe hata wana wa Israeli Musa waliongozwa na Kristo. Ule mwamba aliotoa maji wakanywa, kile chakula alikuwa ni Kristo ambaye alivaa umbo la mwamba akatoa maji. Na maandiko yanasema wote wakabatizwa. Kitendo cha kupita katikati ya maji huku na kule na juu wingu limefunika kilihesabiwa wabatizwa hawa. Hawa walikuwa ni wa Kristo. Na ule mkutano Musa alikuwa na uongoza wa jangwani wana wa Israeli, kimsingi wale walikuwa ni kanisa. Tukisoma ile Matendo 7:38 na tueleza vizuri tu kwamba ule mkutano ambao Musa aliongoza jangwani, ule mkutano walikuwa wale ni wa Kristo, kwa sababu walibatizwa kwenye bahari na waliongozwa na Kristo. Walikuwa ni wa Kristo wale wana wa Israeli. Ila kipindi kile walikuwa watu wa Kristo kama nilivyokuambia toka mwanzo. Inasema hivi: yeye ndiye yule Musa huyo, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima ili atupe sisi. Huyu ni Musa. Kianza ule mstari wa 37. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Kwa hiyo kumbe ile adhara ambayo Musa aliongoza kimsingi iliitwa ni nini? Ni kanisa. Wale watu walikuwa ni kanisa, kwa maana walibatizwa, walikula chakula kile kile, wakanywa kinywaji kile kile cha roho ambayo tunakunywa leo, kwa maana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walikuwa ni kanisa. Ila kipindi hicho hawakuitwa kanisa, waliitwa eklezia kwa kiimani, kwa maana ya kusanyiko la watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba nabii wote walikuwa ni wa Kristo kwa ushahidi wa maandiko. Kwa hiyo Kristo
ni imani ya tangu kale, wala sio imani kwamba maana wanasema Ukristo ulianzishwa na Paulo. Si kweli. Ukristo ni imani ambayo imeanzishwa na Mungu mwenyewe kupitia manabii wake watakatifu. Tumeona maandiko wazi. Ukristo ni utimilifu wa Agano la Kale. Yesu akubadilisha dini ya Agano la Kale baada alitimiza Mathayo 5:17 zani hakuwa amekuja kutangua Torati au manabii kuja kutangua, bali kutimiliza. Yani alikuja kuuisha, kutia nguvu, kurejesha upya. Maana Israeli walirudi nyuma, kukengeuka, wakapoteza dira. Yesu akaja kurejesha upya kwa niaba ya ulimwengu mzima. Mitume walithibitisha mwendo huu kwamba Yesu hakuja kuanzisha dini mpya, bali alikuja kuendeleza kile kile ambacho manabii walikuwa wanakifanya. Mitume wawili tuangalie, Petro na Paulo, wanadhibitisha jambo hili kwamba kweli jamani, Yesu hakuja kuanzisha dini mpya, bali amekuja kuendeleza Ukristo ule ule ambao Agano la Kale ulikuwa uitwa Ukristo, uitwa njia ya Bwana. Hebu tuangalie kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 3 mstari wa 22. Nasema hivi na kuendelea. Huyo alikuwa ni Petro. Kwa maana Musa kweli alisema kwamba Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayoonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asipomsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuwa baada yake wote walinena, walihubiri habari za siku hizi. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na maagano yale ambayo Mungu aliagana baba zetu, akimwambia Abrahamu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akishakumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabariki kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Na manabii mitume wanadhibitisha ile kila Petro kwamba ni kweli Mungu, Ukristo sio imani mpya, bali Yesu amekuja kuendeleza, kuisha imani ile ile ya manabii ambayo ni Ukristo. Ila kwenye Agano la Kale ilikuwa itu Ukristo. Tumeona jinsi ilivyokuwa inaitwa njia ya Bwana, au njia ya agano la Mungu mmoja, au njia ya agano la Musa pale mlima Sinai. Sasa tuangalie tena kwenye Matendo 22, tuone pia ule mstari wake wa 26. Matendo 26:22. Matendo 26:22. Tuone pia mtume Paulo anayemsingizia kwamba yeye amekuja kuanzisha Ukristo, yeye anasema nini? Tuone anachosema mtume Paulo. Anasema basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno hili ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu anatangaza habari za nuru ya watu wake na watu wa mataifa. Huyu Paulo mtume anaambia jamani, mimi sikuja kuhubiri imani mpya. Alikuwa na mmoja Paulo, mbona tukuelewi? Umeanza dini mpya? Nikasema hapana, mimi sikuja kuanza dini mpya. Mimi nimekuja kueleza habari zile za Yesu ambazo ziliandikwa na kusemwa na manabii. Zimetimiza kwetu kwamba Yesu atakuja, atakufa, atafuka. Watu wote sasa dunia nzima watapata msamaha, sio kupitia wanyama tena, wala kupitia makafara ya ng'ombe na mbuzi, bali kupitia damu ya Yesu. Kwa Yesu amekuja kuendeleza imani ile ile ya manabii Ukristo, ila kwenye agano jipya. Kwa hiyo mitume wanathibitisha hili. Hapo kusoma ile Rumi 3:22 nasema, lakini sasa pasipo sheria haki ya Mungu imedhihirishwa, ikiwa imeshuhudiwa na Torati na manabii. Naona anazidi kuweka mkazo kwamba jamani, imani ya Kristo hii ilikuwa inashuhudiwa na manabii pasipo sheria, yani Agano la Kale lilivyokuwa, ila kupitia Yesu Kristo ndio tunasimama kuingia kwenye uzima wa milele. Kwa Kristo sio dini mpya. Ni dini ambayo Yesu Kristo alikuja kuendeleza. Inaonyesha kuwa Kristo ni dini ile ya Mungu ya Agano la Kale, sasa ikidhihirishwa kikamilifu. Pia inadhibitisha kuwa Kristo umejengwa juu ya msingi wa Agano la Kale. Ukristo umejengwa juu ya msingi wa Agano la Kale. Ni kweli? Tusome Efeso 2:20 hadi 22. Tusome Efeso 2:20 hadi 22. Kwamba Ukristo umejengwa kwenye msingi wa Agano la Kale. Nasema hivi, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu
takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kwa maskani ya Mungu katika roho. Kumbe nasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Maana yake ni kwamba imani ya Kristo imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa sio imani ambayo ilianzishwa na Mtume Paulo kama ambavyo Waislamu wanadai. Si kweli. Ni imani ambayo imejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, kwa maana kwamba Agano la Kale ilikuwa inaitwa imani ya Mungu mmoja, ama njia ya Bwana, au njia ya agano la Mungu mmoja Yawe, au imani katika agano la Sinai. Iliitwa hivyo. Neno dini alikutumika kipindi kile. Maana dini ya Kiarabu nimekwambia. Sasa unasema dini ya Mungu, una maana njia ya Mungu. Kwa njia ya Mungu ni Ukristo. Kupitia yeye tunasema Ukristo, yaani kupitia kumwamini Yesu Kristo. Na tukiangalia kwa hiyo kwamba sehemu ya 6 tunaangalia majibu kwa madai ya Uislamu na Ukristo. Waislamu wanadai kwamba kwenda kumalizia, mtazamaji wangu nimetoa ushahidi na udhibitisho kwamba Ukristo ndio dini ya manabii. Sasa Waislamu wanadai kwamba Uislamu ndio dini ya kweli ambayo manabii na mitume walikuwa wanahubiri. Wanadai kwamba Muhammad ni nabii wa mwisho aliyekuja kurekebisha dini hiyo ya manabii ambayo iliharibiwa na wana wa Israeli. Ukisoma Qur'an 42:13 anasema ni Muhammad nimekupa sheria dini ile ile tuliyomhusia Nuh, Musa, Ibrahim na wengineo. Qur'an hiyo inasema, lakini madai haya ni ya uongo kwa sababu alipokuja Muhammad hakuleta sheria ya dini ile ile aliyofundisha Musa. Kwa nini tuangalia ushahidi kwamba ni madai ya uongo? Uislamu sio imani ya manabii. Uislamu ulibuniwa na Muhammad kwenye karne ya 6, pale tutaangalia baadaye. Qur'an inakataa msalaba na kifo cha Yesu, jambo ambalo ndilo kiini cha Injili. Qur'an kujua kwamba ni imani ya uongo, sio manabii. Manabii walitabiri kwamba atakuja Yesu, atakuja duniani, atazaliwa, kisha atahubiri Injili. Baada hapa atakamatwa, atateswa, atauawa, atazikwa na atafuka siku ya 3. Manabii wote kuanzia Abraham na manabii wote wanaojua Agano la Kale. Lakini kaja Muhammad kapinga kwamba Yesu hakufaa kufuka. Maana yake anawafanya manabii wa Agano la Kale kuonekana waongo, anamfanya Mungu kuonekana muongo aliyesema kupitia manabii wake akina Musa, anafanya kuwa muongo. Kwa Muhammad akaja kupinga kiini cha wokovu, akaja kupinga kiini cha imani au cha dini ya kweli ambao ni Ukristo. Hapa alibudi step moja kwa moja kwa kupinga kifo cha Yesu. Tayari Muhammad alishajitoa nje kwenye imani ya manabii. Moja kwa moja msingi wa imani ya Uislamu ni msingi wa imani ya uongo. Kwa nini? Maandiko yanasema hakuna mtu mwingine aweze kwa msingi mwingine. Msingi ni mmoja ambao umeshawekwa tangu Agano la Kale, ambao msingi huo ni Kristo. Tunaposoma kwenye ile Wakorintho wa kwanza tutapata maandiko baadaye hayo. Madai wa Kristo wanaeleza wazi kwamba Yesu jamani ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Nje na Yesu hakuna uzima. Sasa madai wa Uislamu kama Muhammad alikuwa kufundisha dini ile ni ya uongo. Kwa sababu gani? Unaposoma mafundisho ya Uislamu yanapingana kwa 99% na mafundisho ya manabii na mitume wa Agano la Kale. Kwa mfano, madai kwa Uislamu kwamba kwa maana hiyo imani ya kweli ya manabii ilikuwa Ukristo katika hatua za maandalizi, na Yesu ndiye utimilifu wa imani hiyo, Mathayo 5:17 na Yohana 5:39. Kwenye Agano la Kale Ukristo ulikuwa ni hatua ya maandalizi. Watu waliitwa kipindi kile, imani ya Ukristo iliitwa njia ya Bwana, iliitwa imani ya agano la Mungu mmoja, iliitwa imani ya agano la mlima Sinai, iliitwa imani ya agano la Mungu wa Israeli, iliitwa hivyo. Lakini kwa agano jipya inaitwa Kristo, kwa maana Kristo mwenyewe ameshafika, aliyovaa mwili ndio inaitwa Kristo. Sasa madai ya Kiislamu kwamba manabii walikuwa Waislamu hayana ushahidi wa kihistoria wala Biblia. Ni tafsiri na madai ya baadaye ya Muhammad katika Qur'an. Madai ya Kristo yanaunga mkono na ushahidi wa moja kwa moja wa Biblia. Manabii walitabiri Kristo, mitume walimshuhudia, na Yesu ndiye utimilifu wa Torati na manabii. Lakini Muhammad anapinga utimilifu wa Torati na manabii. Anapinga mambo haya. Lakini ushahidi wa Uislamu kudai kwamba Uislamu ni imani ya manabii ya uongo, ama ushahidi wa kihistoria wala wa Biblia au ya mitume wanaoshuhudia haya. Kwa nini? Kwa kweli ni kwamba manabii wote walikuwa na dini ya Mungu, imani ya agano ambayo ukamilifu wake ni Ukristo kupitia Yesu Kristo, si Uislamu kupitia Muhammad.
sio Uislamu kupitia Muhammad ni uongo. Kwa ufupi, manabii hawakuwa Waislamu kwa maana Qur'ani wala hawamtabiri Muhammad. Walikuwa watu wa agano waliomwelekeza ulimwengu wa Yesu Kristo. Hiyo madai ya Kristo ndiyo yenye udhibitisho wa moja kwa moja kwa maandiko ya kale na mapya kwamba Yesu ndiye njia ya kweli, Ukristo ndiyo imani ya kweli ambayo imani hii ilikuwepo toka kipindi cha manabii kabla ya kuja kuvaa mwili. Yesu kuja duniani alikuwepo. Kwa hiyo madai ya Kristo ndio madai ya kweli, sio madai ya Waislamu ya uongo kabisa kwamba Uislamu ni imani ya manabii wa kweli, ni uongo mtupu. Sasa tuangalie udhibitisho wa kwamba dini ya manabii ilikuwa Ukristo na wala sio Uislamu. Tuangalie udhibitisho wa moja kwa moja usiopingika, yaani ushahidi pasi na shaka kwamba Ukristo ndio ilikuwa dini ya manabii, na hii ni sehemu ya mwisho ya somo letu ya leo. Udhibitisho wa kwamba dini ya manabii ilikuwa Ukristo na wala sio Uislamu. Kuhusu sadaka na upatanisho, tuanze udhibitisho huu na baada conclusion mwisho wa somo letu. Uislamu, msingi wa msamaha ni matendo mazuri kupimwa dhidi ya mabaya. Hakuna dhabihu ya upatanisho wa kudumu. Kwenye Uislamu tunaona msingi wao wa kusamehewa dhambi ama kuingia kwenye uzima wa milele, msingi wao ni matendo mazuri kupimwa dhidi ya matendo mabaya. Huo ndio msingi wa imani ya Kiislamu. Lakini ukisoma Galatia 2:16 inakataa, inapinga huu msingi. Inasema mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani katika Kristo Yesu. Msingi wa imani ya Kiislamu kuhusu msamaha wa dhambi ni matendo mazuri kupimwa dhidi ya mabaya. Hakuna dhabihu ya upatanisho wa kudumu kwamba mtu ameamua kutubu dhambi, sasa kuna dhabihu ya agano damu ambayo iko katikati pale kufanya upatanisho wa kudumu. Hakuna. Wao wanasema Bwana siku ya mwisho Mwenyezi Mungu atapima mazuri kwa mabaya, na ili usamehewe Mwenyezi Mungu anapima mazuri akiwa ni mengi kwa mabaya, tayari wewe umekuwa ni mzima, kitu ambacho ni mafundisho ya uongo kabisa. Maana maandiko yanakataa kwamba mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria kupimwa matendo mazuri na mabaya. Hapana, bali ni imani katika Kristo Yesu kupitia damu yake iliyomwagika pale msalabani. Ukristo kuanzia Adamu hadi Musa, Mungu alitumia sadaka za damu. Sura ya Mwanzo 3:21, lakini pia Mambo ya Walawi 17:11. Hizo zote zilikuwa kivuli cha Kristo, Waebrania 11:10 na Mathayo 26:26-28. Kwa kwenye maana Kristo unakuta msamaha wa dhambi upatikani ila kupitia damu, yaani kwa imani kupitia damu iliyokuwa inamwagwa. Toka Agano la Kale manabii walikuwa na msamaha wa dhambi ulikuwa unatoka kupitia damu. Kafara ya wanyama walikuwa wanatolewa wa kafara za wanyama kwenye Agano la Kale. Na Agano Jipya tunakuta kafara ya damu inaendelea kupitia sio wanyama tena, bali kupitia Yesu alipokufa pale msalabani kama damu yake tayari ilikuwa ni kafara kwa ajili ya msamaha wa dhambi kwa watu wote duniani. Inakuja swali kuu. Ikiwa manabii wote walikuwa Waislamu, kwa nini walitoa dhabihu za damu ambazo Qur'ani haikuhifadhi? Hii inaonyesha mfano wao ulikuwa ukimwelekea Kristo wala si Muhammad. Kama kweli manabii wa Agano la Kale walikuwa ni Waislamu, kwa nini wao walikuwa wanatoa makafara ya damu kwa msamaha wa dhambi? Wanyama kina Musa na wengine wote ambao Qur'ani haikuhifadhi mafundisho haya. Hii ni moja kwa moja walikuwa wanaelekea Ukristo, walikuwa ni Wakristo, maana kwenye Agano Jipya pia hakuna msamaha wa dhambi bila kafara ya damu. Na damu yenyewe kafara ili kupitia kwa Yesu Kristo tayari unapata msamaha. Ukiomba msamaha unasamehewa kupitia damu iliyomwagika pale msalabani. Kuhusu nabii wa mwisho, Uislamu dai kwamba nabii wa mwisho ni Muhammad, lakini sio kweli. Kimsingi Muhammad ni miongoni mwa mitume na manabii wa uongo. Nabii wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Narudia, Yesu Kristo ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii wa kuja na kitabu. Mitume na manabii waliopo kanisani leo wanahubiri na kumfagilia Yesu na kwenda kuwekea mkazo watu wamfuate Yesu, wamwandame Yesu. Tunapoongelea kwamba Yesu ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii, kwa maana kwamba hata ubuka nabii mwingine anayesema nabii na kitabu Mungu amenituma. Timotheo wa kwanza 2:5-6 inasema Mungu ni mmoja na mpatanishi ni mmoja kati ya Mungu na watu, Yesu Kristo peke yake. Sura ya Korinto wa kwanza 3:11 inasema kwa maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka zaidi ya ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Imani nyingine zile ni msingi wa uongo. Kwa hiyo Wakorintho wa kwanza 3:11 inasema hakuna mtu mwingine awezaye kuweka msingi mwingine, yaani mafundisho mengine nje na mafundisho ya Kristo, kwamba msingi wake ni mmoja ambao ni Yesu Kristo peke yake. Imani nyingine zote kama Uislamu misingi yake ni ya uongo iliyobuniwa na watu, ni uongo wala sio Mungu.
Kwa hiyo manabii walimwekea Yesu, si Muhammad. Kwa hiyo tukipima hitimisho ni nini? Nani mkweli? Hitimisho ni kwamba nani mkweli? Tukipima kwa maandiko ya Biblia, hakuna nabii hata mmoja aliyewahi kufundisha shahada kwamba hakuna Mungu ila Muhammad na mtume wake. Manabii wa kale hakuna nabii hata mmoja aliyewahi kufundisha shahada ya kusema la ilaha illallah ila Muhammad rasulullah. Hamna. Hawapo. Wale wenye habari ya Mungu mmoja tu aliyejifunua kwa manabii wake. Hakuna aliyefundisha shahada ya kwamba hakuna Mungu mmoja ila Allah na Muhammad mtume wake. Hakuna. Manabii wa kale hakuna nabii hata mmoja aliyefundisha sala 5. Wala Yesu hajawahi kufundisha ibada ya sala 5 za kila siku na unasali kwa kuelekea Maka. Hakuna. Musa, Ibrahimu wala nani, hakuna ambaye aliwahi kufundisha ibada ya sala 5 wala kuziswali. Lakini hakuna nabii hata mmoja ambaye aliwahi kufundisha hija kwenda Maka wala aliyekwenda Maka kufanya hija. Hakuna. Hakuna nabii hata mmoja aliyewahi kufundisha kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kuona mwezi ukiandama na mnafungua kwa kuangalia mwezi ukiandama. Hakuna. Agano la kale kwa manabii wote. Hakuna nabii hata mmoja ambaye amewahi kupinga Mungu kuwa baba au kuwa na wana kwenye agano la kale, makina Musa, Ibrahimu, Daudi, Yeremia na manabii wote. Hakuna nabii hata huyo aliwahi kupinga habari ya Mungu kuwa baba au kuwa na mwana. Ni Muhammad tu alikuja kupinga. Manabii wote walikubali Mungu ni baba na watoto. Hakuna nabii hata mmoja aliwahi kufundisha kwamba kibla ya kuelekea Maka, yaani nyumba ya Mungu iko Maka, kwa mnapokwenda kufanya ibada mwelekee Maka. Hakuna. Manabii wote walifundisha watu wanapoabudu waelekee Yerusalemu. Ila kwenye agano jipya sasa hawaelekei kokote, maana tunaabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa baada yake tunakuta sadaka za damu zinaelekea kwa Yesu, unabii wa Kristo kama mwana Mungu. Mafundisho ya manabii yanahusu wokovu kupitia imani, si kwa mizani ya matendo. Habakuki 2:4 na Rumi 1:17. Kwa hiyo madai Kristo yana udhibitisho wa moja kwa moja kutoka kwa maandiko ya manabii, wakati madai ya Kiislamu hayana ushahidi wa kutoka kwenye maandiko ya Biblia, bali kutoka kwenye Qur'ani iliyoandikwa karne nyingi baadaye. Kwa Yesu Kristo ndio njia ya kwenda uzima. Yohana 14:6, Yesu ndio njia ya kwenda uzima. Hakuna njia nyingine zaidi ya Yesu. Kisoma Yohana 10:9, Yesu anasema mimi ndiye mlango. Mimi ni mlango. Maana yake hakuna mlango mwingine. Hakuna njia nyingine ya kwenda kwenye uzima isipokuwa Yesu Kristo ndiye mlango wa kweli. Yohana 4:24, Yesu anasema msipoamini kwamba mimi ndiye mlango wa mwisho, ni imani sahihi, mtafaka katika dhambi zenu. Mathayo 4:12 inaeleza wazi kwamba Yesu ndiye njia ya kwenda uzima, wala hakuna njia nyingine. Sema wangu, Mungu akubariki. Nimefika mwisho wa ujumbe wetu wa leo. Kwenye kipindi kipeleo kizuri ambacho kinasema juu ya kweli na ukweli kuweka huru. Mimi mtumishi wako Pastor Bernard Kiabashasa. Kwa mawasiliano ama ushauri ama swali, nipigie kupitia 0769976967. Namba yangu ya WhatsApp ni 0788508124. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Usidanganywe wala usibabaishwe Mkristo. Imani ya kweli, imani toka manabii ni Ukristo. Ndio imani toka kale, hii ndio imani ya manabii, Ukristo. Wala sio imani ya Kiislamu aliyofundisha uongo kabisa. Na Ukristo sio imani ambayo maisha Paulo, ni imani ambayo ilianzishwa na Mungu mwenyewe tangu agano la kale. Imani hiyo ni Ukristo, ambao agano la kale ilikuwa inaitwa njia ya Bwana au imani ya agano la Mungu mmoja. Habari ya njia ni neno lake, ni Kiarabu, ni dini. Kwa hiyo njia ya kweli, madini ya kweli ni Yesu ambaye alitimiliza kwenye agano jipya. Kwa Yesu hakuja kuleta imani mpya, aliendeleza imani ile ambayo ilianzishwa kwenye agano la kale, imani ya Kristo, ambayo kwenye agano jipya inaitwa imani ya Kristo ama imani ya Kristo, kwa sababu sasa inaongozwa rasmi na Kristo baada ya kuwa amevaa mwili. Ila agano la kale ilikuwa inaitwa imani ya Mungu mmoja ama njia ya Bwana ama njia ya Mungu Yawe, kwa sababu Yesu alikuwa hajajifunua katika mwili, alikuwa katika roho. Mungu akubariki. Nikutakie baraka za Bwana ziwe juu yako. Kama una ushauri, una swali, nipigie kwa namba hizo ambazo nimezitaja. Ubarikiwe na Bwana. Nikutakie mafanikio rohoni na mwilini, na Mungu afungue ufahamu wako. Share, like, comment. Chenda YouTube utanipata katika Pastor Kiabashasa. Kiwa ni Facebook utanipata kwa jina la Mchungaji Bernard Kiabashasa. Ukienda TikTok andika Pastor Kiabashasa utanipata. Tulifanya kazi ya Mungu na Mungu akubariki.